Naam, hujambo. Asante sana kwa kuungana nami nikuelezee ndoto 19 ambazo zinamaanisha unakuja kubarikiwa na utajiri mwingi zaidi. Uotapo moja ya hizi ndoto, bila shaka hivi karibuni yuaja kubarikiwa kwa njia kubwa na mali nyingi na pesa nyingi na maisha mazuri. Ndoto ya kwanza ni uotapo ukiona dhahabu, fedha, almasi na madini mengine ya thamani. Hiyo inamaanisha kwamba utakuja kubarikiwa na vitu vya thamani. Kuna utele ambao umefichwa mahali ambao unaelekea kuugundua. Huenda hata ni idea ambayo itakuletea mali nyingi. Ya pili ni uotapo ukiona funguo. Hiyo nayo inamaanisha kuna milango yako inaelekea kufunguka, unaelekea kupata breakthrough, unaelekea kupata upenyo katika maisha. Ya tatu ni uotapo ukiona maji mengi, maji yanayo overflow, maji masafi, yanaonyesha kwamba kuna utele, kuna wingi wa baraka, wingi wa neema unakuja maishani mwako hivi karibuni. Ya nne ni uotapo ukivuna mavuno mengi tena mazuri. Uotapo una mavuno mengi, hiyo pia inamaanisha hivi karibuni kazi yako, yale mambo ambayo umekuwa ukiyafanya, miradi yako, biashara zako zinaelekea kuzaa matunda, zinaelekea kuwa na manufaa makubwa, zinaelekea kukupa faida ya ajabu. Ya tano ni uotapo ukiara matunda mengi tena matunda matamu. Hiyo nayo usipuuze, kwani unaelekea kusherehekea mazuri ambayo ushawahi yafanya. Mengine hayakutambuliwa, lakini wakati uko karibu ama umewadia uweze kula matunda ya kazi yako au ya matendo yako. Ya sita ni uotapo ukiwa na kasha yenye mali, yenye fedha au yenye vitu vya thamani. Ukijiona umeibeba ile kasha au uone ukikabidhiwa kasha ambayo ina vitu vya thamani au hela, basi hiyo inamaanisha hivi karibuni utakabidhiwa mgao wako, utapata mali nyingi na utaishi maisha mazuri, maisha ya kifahari. Na ya saba ni ujionapo ukiwa na nyumba kubwa, mansion. Nyumba kubwa sana, na huenda saa hii hata humiliki nyumba, lakini umejiona una kasri ya nyumba. Basi jua ya kwamba kuna venye utajiri unakunyemelea kwa njia kubwa mno. Na ya nane ni ujionapo una mifugo, ng'ombe, mbuzi, kondoo wengi wenye wanaendelea wakiongezeka. Inamaanisha utaongezeka kwa njia kubwa katika maeneo tofauti tofauti ya maisha yako. Na ya tisa ni uotapo ukipokea hela. Uotapo unapewa hela, kuna venye unaelekea kupata bahati kubwa, baraka ya ajabu. Na ya 10 ni uotapo ukivishwa taji au umekalia kiti cha kifalme, a throne. Uotapo na zile vitu inamaanisha loyalty, ukubwa, hali ya kuheshimika inakujia katika maisha yako. Ya 11 ni uotapo mafuta yanatiririka.
Uotapo ukiwa na mafuta yanatiririka, inamaanisha utapokea a special anointing. Kuna new revelations zitakujia na utagundua mambo ambayo yatakusaidia hata kutengeneza utajiri. Ya 12 ni uotapo una mavazi mapya. Inamaanisha a new glory is coming. Inamaanisha kuna chapter mpya inaelekea kufunguliwa katika maisha yako. Inamaanisha mambo mazuri yako njiani. Na ya 13 ni uotapo ukiwa na mikufu na bangili na kadhalika. Uotapo ukiwa na jewelry inamaanisha utajiri mkubwa. Na ya 14 ni uonapo samaki wengi. Hiyo pia inamaanisha baraka kubwa, utajiri na utele. Ya 15 ni uonapo asali na maziwa. Pia hizo katika kiroho na kibiblia zinamaanisha wingi, zinamaanisha utele, zinamaanisha mazuri kabisa. Na ya 16 ni uonapo unapanda mlima na unafika kileleni. Hiyo nayo inamaanisha unaelekea kupanda cheo katika nyanja tofauti za maisha. Na upandapo si hivyo unakuwa tajiri. Na ya 17 uonapo mahali pako very green and very fertile. Unachokifanya kina uwezo wa kunawiri na kuzaa matunda, tena matunda mazuri ajabu. Na ndoto ya 18 ni uotapo ukiona mwanga mwingi ambao unakumulika. Uotapo unamulikwa na mwanga mwingi, inamaanisha Mungu amekumulika. Mungu amekuona, neema na utukufu wake ujuu yako. Na hivyo unaweza fikiria nini kitafanyika. Neema ya Mungu na utukufu wa Mungu ukiwa juu yako. Na ya mwisho tena ya 19 ni uotapo ukiwa mahali palipo na sherehe. Uotapo mkila mkisherekea kwa sherehe kubwa ambayo imenoga sana, ni vema kujua ya kwamba pia ile ni ishara ya kwamba mazuri, baraka, utajiri na maisha ya kifahari yanakujia. Kumbuka, haya yote lazima hisia zako ziwe zimechangamka, lazima uwe umefurahia. Lakini kama hujafurahia, basi huenda iwe inamaanisha lingine. Naye tajiri kama wewe, najua hakuna venye utakuwa mchoyo hata na karaiki peke yake kama hutasubscribe. Na maoni yako tujue ndoto zingine ambazo zinamaanisha utajiri mkubwa hapo kwa komenti. Asanti sana kwa muda wako.